Malaika wa Bwana akawatokea ghafula, utukufu wa Bwana ukawaangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Tumesema neno la Mungu katika Luka sura ya 2 mstari wa 8, inasema kulikuwa na wachungaji mahala fulani wakikaa, lakini neema ya Mungu iliwashukia wale wachungaji. Malaika akatumwa kwao kuwapelekea habari zilizo njema. Wale malaika wakafika kwa wachungaji, wakawaambia habari ya kuzaliwa mtoto ambaye ni mtoto Yesu. Wale wachungaji walipokea ile habari kwa sababu ilikuwa ni habari njema. Unajua, unapopata habari njema unatamani uendelee kusikia kwamba ni kitu gani ambacho ninaambiwa masikioni mwangu. Hao walipopokea zile habari kutoka kwa malaika, kwa sababu zilikuwa ni habari njema, walitamani kuzisikia kwamba ni jambo gani ambalo limetokea, ni kitu gani ambacho kimetendeka. Na wale malaika waliendelea kuwaambia ya kwamba katika mji wa Daudi kuna mtoto amezaliwa. Hizo zilikuwa ni habari njema kwa wachungaji. Hizo zilikuwa ni habari nzuri, kwa sababu amezaliwa mkombozi wa ulimwengu, amezaliwa mkombozi wa wanadamu, amezaliwa mkombozi wa dunia hii. Hizi ni habari zilizo njema kwa kila mmoja, na ndio maana wale wachungaji aliposhuka malaika kwao, walimsikiliza kwa makini, akawaeleza zile habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na ndio maana nimetangulia kusema Yesu azaliwe ndani yako. Inatakiwa umkaribishe Yesu azaliwe ndani yako. Hicho kitu kingine ni ziada. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao malaika wakamwambia wachungaji habari zilizo njema, wakawaambia katika mji wa Daudi amezaliwa mtoto ambaye ni mkombozi wa ulimwengu, ambaye ni Yesu Kristo amezaliwa. Na Yesu ukiendelea kusoma, alizaliwa katika mazingira yaliyotatanishi au yaliyo hatarini, kwa sababu ukiendelea kusoma utaona kwamba mahala pa kuzaliwa Yesu palikosekana. Ni maana tayari nyumba za kulala wageni zilikuwa zimejaa. Kila mahali walipoenda Yusufu na Mariamu walikuta nyumba zimejaa, ila ilikuwa ni kusudi au mpango kamili wa Kristo ya kwamba Yesu azaliwe mwilini. Haleluya. Halikuwa jambo rahisi, halikuwa jambo la kawaida ya kwamba nyumba zote za wageni zijae. Mungu alikuwa na makusudi ya kumwonyesha wanadamu. Mungu alikuwa na makusudi ya kumwonyesha wanadamu ya kwamba yeye anaweza kalitenda jambo jema mahali popote. Na ndio maana Yesu hakuzuiliwa kuzaliwa mahali popote, akazaliwa katika holi la ng'ombe. Mungu alikusudia Yesu azaliwe hapo. Wakati mwingine huwa Mungu ana mpango kwa mwanadamu, ana mpango mzuri kwa mwanadamu. Wanadamu wanaweza kuona ni fedheha, wanadamu wanaweza kuona kwamba ni kudharauliwa, lakini yeye anaona ni utukufu wake. Kama walitembea mahala pengine wakakuta pote pamejaa, lakini ikampendeza Mungu Yesu azaliwe katika holi ya ng'ombe. Alikuwa na maana yake, maana alizaliwa kama mwanadamu, sivyo? Hakushuka kama Mungu. Alizaliwa kama mwanadamu, alikuwa na mwili kama wa mwanadamu. Mungu alikuwa akimwandaa ya kwamba wewe umekuja kuwaokoa hao wanadamu, na ndio maana ya kupasa uzaliwe hapa, ili uendelee kuona ni mazingira yapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo halikumzuia Mungu ya kwamba Yesu asizaliwe hapo.
aniruhusu mwenyewe. Kama Yesu alizaliwa katika hori la ng'ombe, hebu anza kufikiria ni kitu gani ambacho kilikosekana, ni kitu gani ambacho Mungu hakuweza kukifanya, alishindwa kukifanya. Mungu anaweza angeondoa hata wageni wakasema hiki chumba tunakiachia, si hivyo? Wangekiachia chumba, Mariamu na Yusufu wakapata mahala pa kujihifadhi, lakini Mungu alizuia ili utukufu wake udhihirike kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea kusema, wakasema katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu ambaye ni mkombozi wa ulimwengu. Yesu amezaliwa kwa ajili ya kuja kutukomboa sisi wanadamu. Hakuzaliwa kwa ajili ya watu wengine, hakuzaliwa kwa ajili ya wanyama, hakuzaliwa kwa ajili ya kitu chochote. Alizaliwa kwa ajili ya kuleta ukombozi kwetu sisi wanadamu, na ndio maana yatupasa kumpokea Yesu ndani ya mioyo yetu na afanye makao katika mioyo yetu, kwa sababu alizaliwa kwa ajili yetu, alizaliwa kwa ajili yangu, alizaliwa kwa ajili yako. Yakupasa umpokee Yesu ili aweze kufanya makao katika maisha yako. Watakapofanya makao katika maisha yako, utamuona akitenda mambo makubwa, yale ambayo wewe hauyawezi, yeye atakufanikisha kwa sababu yuko ndani yako. Haleluya. Ni kitu ambacho sisi wanadamu tunakuwa na mashaka na wasiwasi ya kwamba, je, huyu Yesu ambaye alizaliwa katika hori la ng'ombe anaweza akalitenda hili jambo? Anaweza akalifanyia hivi? Yesu anaweza. Kinachotakiwa mkaribishe, mpokee Yesu. Huyu amezaliwa kwa ajili yetu ili aweze kubadilisha maisha yako, aweze kubadilisha maisha yako. Kapokee neno la Mungu, litendee kazi ili uendelee kumuona mfalme wa wafalme akitenda kazi pamoja na wewe. Uendelee kumuona mfalme wa wafalme akisimama kwenye malango yako, akisimama kwenye maisha yako, kwa sababu umemkaribisha ndani ya moyo wako. Lazima utamuona akikufanikisha hata kwa mambo ambayo yalikuwa hayaendi vizuri, yeye atayasawazisha kwa sababu umempa nafasi ndani ya moyo wako. Amezaliwa ndani ya moyo wako, na ndio maana siku ya leo ni siku mpya kwetu sisi tuliyookoka. Ni siku mpya ambayo Yesu amezaliwa ndani yetu, na tunapaswa kuipokea kwa shangwe na kumfurahia huyu mtakatifu na kumfurahia huyu mtoto Yesu ambaye amezaliwa ndani yetu. Ni sherehe ya kumwadhimisha huyu mkombozi wa ulimwengu. Ni sherehe ya kumshangilia Yesu ili Yesu aweze kukaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana.